Je, umewahi kujiuliza swali hili kwa uaminifu kabisa? Kwa nini makanisa yamejaa watu wanaoomba kila siku, lakini biashara zao hazikui, maisha yao hayabadiliki, na umasikini unazidi kuwa wa kizazi hadi kizazi, wakati watu wasiopiga hata goti, wasioenda kanisani, ndio wanaoanzisha kampuni, wanawekeza na wanafanikiwa? Je, Mungu anawabagua watu wake? Au kuna ukweli mgumu ambao hauhubiriwi? Leo hatutaongea kwa mihemko. Leo tutaenda kwenye Biblia na kwenye maisha halisi. Mungu hana tatizo na utajiri. Kosa la kwanza ambalo waumini wengi wanafundishwa ni hili: utajiri ni wa dunia, umasikini ni wa kiroho. Lakini Biblia haisemi hivyo. Ibrahim alikuwa tajiri sana. Isaka alikuwa tajiri. Yakobo alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa tajiri kabla na baada ya majaribu. Daudi alikuwa mfalme mwenye mali. Suleimani alikuwa tajiri kuliko wafalme wote. Biblia inasema wazi, baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Mithali 10:22. Kwa hiyo, tatizo sio utajiri. Tatizo liko kwenye tabia na fikra. Biblia inasema kwa maneno makali sana. Lakini je, unataka kujua, ewe mwanadamu mpumbavu, ya kuwa imani pasipo matendo haina faida? Yakobo 2:20. Huu mstari hauandikwa kwa watu wa dunia. Hapa kuna fundisho kubwa sana. Mungu hupima matendo, si maneno. Yesu alisema, mtawatambua kwa matunda yao. Mathayo 7:16. Hajasema kwa maombi yao, kwa kelele zao, kwa kuhubiri kwao. Amesema kwa matunda. Sasa jiulize, matunda ya kazi yako yako wapi? Matunda ya nidhamu yako yako wapi? Matunda ya uaminifu wako kwa kidogo yako wapi? Watu wa dunia wanapanga, wanahisabu, wanachukua hatua, wanakosea na kujifunza. Waumini wengi wanaomba, wanangoja, wanalaumu, wanasema ni vita ya kiroho. Tabia zinazowafanya waumini wabaki masikini. Moja, kusubiri muujiza badala ya mfumo. Waumini wengi wanataka muujiza, lakini Mungu anafanya kazi kupitia mifumo. Mbili, kudharau maarifa. Biblia inasema, watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Hosea 4:6. Sio kwa kosa maombi, kwa kosa maarifa. Tatu, kuchanganya imani na ulivi. Ulivi ukivalishwa jina la imani huzaa umasikini wa kudumu. 4, hofu ya pesa. Wengine waliambiwa, ukifikiria pesa sana wewe si wa kiroho. Lakini Biblia inasema, mwenye busara huona mabaya akajisitiri. Mithali 22:3. Watu wa dunia hawana hofu ya kujifunza, hawana aibu ya kujaribu, hawategemei kitu kimoja, wanajenga mifumo. Yesu alisema, kwa kuwa wana wa dunia hii wana hekima zaidi kwa kizazi chao kuliko wana wa nuru. Huu ni ukweli mchungu. Yesu hakuwasifu, aliwakosea wana wa nuru kwa kutotumia hekima. Imani kweli ni matendo. Biblia inasema, si kila aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye atendaye mapenzi ya Baba. Mathayo 7:21. Tena atendaye, sio asemaye, sio aombaye tu, atendaye. Mungu hajapenda waumini wawe masikini, lakini Mungu hatobariki ulivi, kutokujifunza, imani ya maneno tu. Imani kweli huomba, hufanya kazi, hupanga, hujifunza, hubadilika. Swali moja kwako. Je, wewe ni muumini wa maneno au muumini wa matendo? Kwa sababu Biblia iko wazi. Imani pasipo matendo imekufa. Yakobo 2:26. Ni vema watu wote wakakumbuka kuwa Mungu habariki maneno, japo alisema kuwa maneno yanaumba, lakini anabariki matendo, sababu hata Yesu mwanawe wa pekee alifanya kazi na kupitia maumivu ili kufikia ushindi wa kuyashinda mauti. Japo kuna wakati pia alikuwa na hofu, lakini hakuomba tu akapewa ushindi wa mauti, bali alipitia maumivu na mateso. Kwa kifupi, alilipa gharama ya mafanikio. Sasa leo wewe ni nani utake babake Yesu akupatie ukitakacho tu kwa maneno makavu?
Acha kusubiri meli airport, kuwa mjanja na ulipe gharama ya mafanikio yako. Kama fundisho hili limekugusa, like, share, subscribe na andika kwenye comments. Ni tabia ipi hapa umeona imekuwa ikikurudisha nyuma bila wewe kujua?